Thank you very much. Baba wetu Askofu Yohana Chabuga, viongozi wote watini hapa, maaskofu pamoja na wachungaji, ndugu viongozi wenzangu, wananchi, waumini wa ADC na wananchi wa hapa Vihiga, hamjambo. Hamjambo tena. Vihiga mulembe. Vihiga mulembe. Muli mwoyo. Muli balamu. Musangalile. Mwami Yesu itsomiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Allah. Mimi naona kweli hapa ADC kuna maneno. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tufike leo hapa Boyani katika sherehe hii ya muhimu ya baba wetu Askofu John Chabuga. Vile mnavyojua, Askofu John pamoja na kanisa la ADC, ninyi ni marafiki wangu wa karibu sana. Sio mara yangu ya kwanza kufika katika mahali hapa. Sio mara yangu ya kwanza kuwa na uhusiano na mkutano na watu wa kanisa la ADC. Mimi nimekuwa pamoja na nyinyi, nyinyi mmekuwa pamoja na mimi. Wakati nilihitaji marafiki, mulisimama pamoja na mimi. Na nyinyi wakati mnahitaji rafiki, mimi nasimama na nyinyi. Ni kweli ama si kweli jameni? Na ndio sababu hiyo wakati nilipata mwaliko wa askofu kwamba kuna hii sherehe ya kusherehekea miaka 20 ya kazi ya kujitolea ya uongozi wa kanisa hii kupitia kwa askofu wetu, mimi nilisema nitaweka mambo mengi kando, nije hapa niungane na nyinyi kwa sababu natambua ile kazi ya Askofu John anafanya katika kanisa la ADC. Nimekuja vile vile kwa sababu kuna uhusiano mzuri kati ya serikali ya Kenya na kanisa la ADC. Yale mambo tunapanga kama serikali na kuyatekeleza, kanisa la ADC wakiungana na makanisa yale mengine mengi wanatusaidia kutekeleza mambo ambayo yanahusiana na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Maneno ya elimu, tumesikia mchango wa kanisa wa ADC, vile vile mchango wa askofu kwa mambo yetu ya masomo ya watoto wa Kenya. Mambo ya matibabu, tumesikia mchango wa kanisa letu la ADC na makanisa yale mengine katika kushughulikia mambo ya afya ya wananchi wetu wa taifa la Kenya na mambo yale mengine mengi ya maendeleo. Mimi nafurahi sana kwa uhusiano nilioko nayo na kanisa lenu, and I am very proud of the friendship between the church ADC, the government of Kenya, and myself as an individual. Nilikuja hapa wakati nilipata mwaliko, na wakati nilikuwa hapa mkanionyesha ya kwamba mnataka kujenga cathedral, yani mahali headquarters, mahali mtakuwa na kanisa, cathedral, the biggest church in this ADC. Na wakati huo tulikuwa tunafikiri ni mjengo mdogo kwa sababu mlikuwa mmeanza mahali kidogo, lakini tukasema tupanue hiyo kanisa. Wakati huo vile askofu alisema, tulipatiana shilingi 3 tukifikiria kwamba hiyo kanisa itasonga vizuri. Lakini nyinyi kwa maono yenu makubwa mkasema tupanue ile kanisa. Na nyinyi wenyewe mmetoa pesa nyingi, karibu milioni 20. Nasema asante sana kwa ujenzi wa hiyo kanisa. Mimi nataka niwaeleze, wakati askofu alikuja na kamati yake kuniona kule ofisi, niliketi chini na wao.
wakanipatia vision yao kwamba ile kanisa tulianza na 3 sasa mmeweka 20, wakaniambia kwamba mnataka ifike 80 ndio tuwe na cathedral kubwa na maofisi na conference facility na mambo mengine. Na mimi nilikubali ya kwamba tutajenga pamoja. Na sababu hiyo ndio mmesikia askofu wiki iliyopita nimewatumia milioni 50 ya kukamilisha hiyo kanisa. Ile pesa kidogo itabaki hapo juu sasa. Huyu Mheshimiwa Musalia Osoti, huyu mwingine Mheshimiwa Otichilo, mbunge wenu hapa, ule bwana Mboko ambaye ni MCA wenu hapo. Sasa mkuje mupange hiyo, imebaki kidogo, mumalize hii kanisa, tukuje tufungue, tuseme haleluya. Ama mnasemaje watu wa Divine? Tuendelee namna hiyo? Vile vile najua tulianzisha pamoja na nyinyi cooperative ya clergy ya ADC. Mimi nataka niwaulize wale clergy wajiunge nayo, mkikwama hapo mbele mimi niko naweza kuwasaidia tena, kwa sababu tunataka mapastors wetu pamoja na clergy wawe na mahali wanaweza pia kujisaidia, kwa sababu wao pia ni wazazi, wao pia ni wananchi na wanahitaji mambo yao ya kawaida, kwa sababu hata ingawaje tuko na matumaini ya kwenda mbinguni, bado tuko na nafasi ya kukaa hapa kidogo, tupange maneno tukingojea. Ama namna gani? Si namna hiyo? Na mimi nimefurahi sana kuungana na nyinyi leo. Mimi nataka niwahakikishia kwamba serikali ya Kenya na mimi mwenyewe tutaendelea kuwa na ushirikiano na makanisa yetu yote, na kanisa la ADC in particular, because you are my friends and we are working together. Watu wa Vihiga, mimi kwa sababu leo tuko kanisani, ndugu viongozi wenzangu wameongea hapa, na nimekuwa hapa Western kwa siku karibu 4 hivi, na nimekuwa hapa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii, kwa sababu mnajua sisi kweli tunamwamini Mungu na tuko na matumaini makubwa sana ya kwenda mbinguni. Kwanza mimi niko na matumaini makubwa sana ya kwenda mbinguni. Mimi naona kuna watu wako na matumaini nusu, mimi siko kwa hiyo group, si ndio? Lakini mnajua hawa maaskofu ndio wanatusaidia kutupanga vile tutaenda mbinguni. Hawa maaskofu ndio wanatuelekeza, na Mungu amewapatia majukumu hayo, na ni majukumu ya maana ya kupanga maisha yetu ya milele. Lakini kabla tujaenda maisha ya milele, tuko na maisha mafupi hapa duniani, na hiyo pia Mungu amenipatia nafasi. Wakati maaskofu wanapanga maisha ya milele, mimi napanga yale mafupi ya dunia hapa kidogo kidogo, na hawa ndugu zangu wengine hawa tunapanga barabara. Meanwhile tukingojea kwenda mbinguni, tujenge barabara ndio tutembee vizuri, weke maji, stima, tusomeshe watoto, madaktari, nini, tufanye hiyo kazi. Si namna hiyo? Na sisi wote ni wafanyikazi wa wananchi hawa, na inatubidi kutoka MCA, wabunge wetu, magavana, mawaziri, mimi na wale wengine wote tuungane, tushirikiane, ndio kazi ile ambayo tuko nayo tumepatiwa na majukumu na hawa wananchi tuweze kutekeleza. Sababu hiyo ndio mimi nimesema, nimekuwa hapa juzi, tumekubaliana vile viongozi wenu wamesema, tumekubaliana priorities ya mambo ya maendeleo ya Vihiga. Tumekubaliana maneno ya mabarabara. Kuna barabara zilikwama hapa, nimezikwamua zote. Kuna barabara mpya tulikubaliana na hawa viongozi, hizo barabara nimekuja kuzianzisha. Ile ya Kisambai kwenda Shamahoho ilikwama hapo, sasa nimetoa pesa tutoe Shamahoho iende Kaimosi, iende Muhudu, iende mpaka ipande ngambo ile ya Kakamega, mali inaitwa Museno.
Ni mnanielewa? Na zile barabara zingine zote, ile ambayo ilituletea kisirani huko inaitwa Kombewa, ile ya Maseno, Kombewa, Kalandini, hiyo pia nimesema ikamilike kabla ya Januari mwaka ujao, mimi nikuje nifungue, na barabara zingine zote ambazo ziko hapo katikati. Huyu Mheshimiwa Gibose ameniuliza kwamba bado watu wengi wako giza hapa Hamisi, na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kama serikali ya Kenya. Pesa Kimoze sasa anajua mahali iko. Tumesema shilingi bilioni 1 tuweke hii kaunti yenu ya Vihiga, tuunganishe manyumba ya wananchi 15,000 mpya hapa Vihiga, na waziri wangu atakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo manyumba 15,000 ziwe zimeunganishwa na stima, na kama kuna zingine zitabakia tutaendelea na kuzishughulikia until we make sure that every home is connected to electricity. Mnanielewa jameni? Na mipango yale mengine mengi tumekwisha kubaliana. Tunajenga stadium kubwa kule Nairobi inaitwa Talanta. Tunajenga stadium nyingine hapa Kakamega inaitwa Buhungu. Na nyinyi mmetuuliza ya kwamba tusisahau Vihiga, tujenge stadium kubwa hapa Kidundu. Na nimekubali ya kwamba tutajenga stadium hapo. Nimeketi chini na hao waheshimiwa na tumekubaliana mahali tutatoa ardhi. Niliwaambia ile ardhi ilikuwa hapo Kidundu ilikuwa kidogo, lakini sasa wametafuta ardhi ekari 20 na mimi nitatoa pesa milioni 900 tuweze kujenga stadium kubwa hapa Vihiga. Mnanielewa? Na hiyo kazi mimi nakuja kuanzisha Januari, na kabla ya mwisho wa mwaka ujao itakuwa imekamilika. Vile tulijenga ile stadium iko Kitui ndani ya miezi 5-6, hata hii yenu tutajenga ndani ya miezi 5-6 ukamilishe, so that we can move the whole country forward. Mnanielewa ndugu zangu? Vile vile program yetu ya housing, nimesema kama kuna county ambayo inahitaji mpango wa manyumba ni county ya Vihiga. Kwa sababu Vihiga ndio mashamba imekuwa madogo sana. Kupata mtu iko na eka 20 hapa ni kazi ngumu. Kila mtu eka 2, eka 3, eka 5, eka 3 namna hiyo. Ama namna gani? Tukiendelea kukatakata mashamba hivyo, mwisho tutakosa mahali ya kuzalisha chakula. Na tukikosa mahali ya kuzalisha chakula tutapatana na njaa. Kwa hivyo mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Vihiga, tumeweka mpango ya serikali. Hapa Vihiga tunataka tuwajengee nyumba 10,000, na nimekubaliana na hawa ndugu zetu waheshimiwa. Tunataka kujenga ya kwanza hapa Hamisi 1,000. Tayari tutatangaza kandarasi. Kuna ile tumemaliza hapo Majengo, tunaanza ingine 1,000. Tunataka kuweka Luanda pale nyumba 1,000. Tunataka kuweka Mbale nyumba 1,000. Tunataka kuweka Chavakali nyumba 1,000. Ili vijana wenu, patala ya wewe mzee kukatia kijana yako uko na eka 2, badala ya kukata eka 1 ati unapatia kijana, waacha kijana aende aishi nyumba huko town. Sisi tuendelee kulima hapo, tuzalishe chakula, tusipotee na njaa hapa Vihiga. Ama mnataka kulala njaa? Tunaelewana? So we need to think about the future of the country. Tukiendelea kukatakata mashamba Kenya hii, mwisho watu wanaongezeka, wananchi wanaongezeka, mahali ya kulima chakula inakuwa ndogo, na mwisho tutakwama. Kwa hivyo that's why we are planning ahead. Pia mmeniuliza ya kwamba mnataka mazao yenu yakitoka shambani tuwe na mpango ya taratibu ya masoko. Sababu hiyo ndio tunajenga soko 10 hapa Vihiga. Hapa kwenu peke yake hii Hamisi tumekubaliana na mbunge wenu Bwana Gimose. Tunajenga soko ya milioni 70 Cheptulu. Tunajenga soko ya milioni 70 Serem. Tunajenga soko ya milioni 70 Gambogi. Na soko ingine tunajenga wapi mheshimiwa?
na tunajenga soko ya milioni 70 Banja. So hapa kwenu tumeweka karibu milioni 300 ya kujenga masoko. Ndio mkitoa mazao yenu shambani, mupeleke mahali kuna storage, mahali iko cold room, mahali ya kufanya biashara, na kuna stima na kuna maji, ndio mazao yenu ya mashambani isipotee, na tuweze kuwa na mahali ambapo tunaweza kuuza mazao yetu ya shambani, na vile vile mahali tunaweza kununua chakula, tusiwe na njaa Vihiga na Kenya. Tunaelewana jameni, ndugu zangu watu wa Vihiga? Na tutazidi na kuendelea hivyo. Nimeshukuru sana Askofu Jabuga kwa sababu we umesema mambo ya SHA. Nataka niwaulize wananchi wa Vihiga. Serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba vile katiba ya Kenya inavyosema, afya ni haki ya kila Mkenya. Sio matajiri, sio wale wako na kazi, kila Mkenya. Na ndio sababu hiyo tumebadilisha mfumo wa afya Kenya. Hapo nyuma mfumo ya afya ilikuwa na mapendeleo. Wale wako na kazi wanapata matibabu bora, wale wako na uwezo wanapata matibabu bora, wale hawana uwezo, wale watu hawana kazi wanapata matibabu ya chini. Tumesema we want equity and equality. Tunataka kila mwananchi wa Kenya aweze kwenda hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa na mtu yeyote. Nyinyi mnanielewa watu wa Vihiga? Na ndio sababu na wauliza wananchi wote mjisajili kwa SHA, kila mmoja wetu. Mimi nafurahi kwamba wananchi 1266 hapa Vihiga tayari wamejiandikisha. 266,000 kati ya wananchi 589,000, kumaanisha almost 40%. Sasa nyinyi ambao hamjajiandikisha, mimi nawarai mjiandikishe, kwa sababu mkijiandikisha tutakuwa na orodha ya wananchi, ndio tuweze kupanga matibabu, tujue madawa kiasi gani inahitajika, tujue wauguzi ama madaktari kiasi gani wanahitajika, na tujue equipment ile inatumika kwa mahospitali ya matibabu kiasi gani inahitajika. Na tayari nimekubaliana na counties wote ya kwamba tuko na mpango sasa ya serikali ya kutoa equipment bila ya counties kulipa. Equipment itakuwa hospitalini na kupitia kwa SHA tutalipa gharama ya hiyo equipment. Vile vile madawa. Na tumesema shida kubwa ya madaktari ama shida kubwa ya dispensary hospitali zetu ni kwamba mwananchi anaenda pale anakuta hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? So we now have a way of sorting out maneno ya madawa. Na tumekubaliana ya kwamba dawa ikitoka kule Kemsa Nairobi isiende Vihiga town, iende kwa zahanati yenyewe, iende kwa, kama ni dispensary, iende moja kwa moja mpaka dispensary, ama moja kwa moja mpaka health center, ama moja kwa moja mpaka hospitali. Ndio tuhakikisha kwamba dunia hii inasonga mbele. Kwa hivyo watu wa Vihiga, mimi nitarudi hapa na tumekubaliana na hawa viongozi, nikirudi nataka nifanye mkutano mkubwa na viongozi wa Vihiga wote, kwa sababu nataka tukubaliane na watu wa Vihiga vile hii Vihiga itasonga mbele. Vihiga imechelewa miaka nyingi nyuma, si ndio? Mnataka Vihiga iendelee kubaki nyuma? Na nimesema kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, mupende musipende, hii Vihiga lazima tuinue ipande juu. Ama mnatakaje Vihiga? Si Vihiga inuke jameni? Si ndio? That is what we want to do. Na tutashirikiana pamoja na nyinyi, tutashirikiana na hawa viongozi wote, na waomba viongozi tushirikiane. Waswahili wanasema ndugu wananchi, umoja ni nguvu. Kwa hivyo tukiwa wamoja, tukishirikiana, tutafaulu tukiwa sote. Mwisho,
mimi nataka niwaulize wananchi wote wa taifa letu la Kenya, wakiwemo viongozi, ya kwamba Kenya hii inaweza kuwa ni nchi ya maajabu. We have the greatest potential as a nation. Our being a third world country is a mistake. We shouldn't be a third world country. We have what it takes. We have the men and women. We have the plans and the vision to change this country from a third world country to a first world country. And I am very happy that Bishop here with us, our Archbishop, believes that this country, the same way many of us believe, that it is possible to take this country from a third world country to a first world country. I want to promise you, Bishop, in our lifetime, this country is going to move from a third world country to a first world country, because we have the vision for it. I am asking members of parliament, I am asking all leaders, we will be presenting proposals to parliament in the next few weeks on how to move Kenya from a third world country to a first world country. We need to deal with the challenge of infrastructure. We need possibly 1.5 trillion shillings to deal with roads, rail, and airports. We need possibly another 1.5 trillion shillings to do energy, and another 1.5 trillion shillings to do agriculture, so that we bring under production another 2 million acres under irrigation. 4 trillion shillings is possibly the money we need to be able to move our nation from importing food to exporting products. Making sure that all our regions and areas are accessible because we have roads and rail. And to raise that money, we do not have to increase taxes. We do not have to do anything extra. Ni akili inahitajika ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. And that we have. The same way other nations change their status, move their countries from third world to first world, Kenya can move from a third world country to a first world country in our lifetime. In the next 20 to 30 years, we can move this country to a first world country. Na kwa hivyo, mimi nawaambia viongozi hapa wajipange. Mimi nimejipanga. Kwa sababu hii nchi haiwezi kuendelea kuwa ni nchi ya umaskini, nchi ya watu kukosa njaa, hakuna kazi, barabara ni si nzuri, stima ni kidogo. We cannot, hatuwezi kuendelea hivyo. China waliweza kufanya, Korea walifanya, Singapore walifanya, Malaysia walifanya, Kenya tutafanya. We are going to change our country. Watu wa Vihiga tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaeleze, msikubali watu ambao wanataka kudunisha nchi yetu. Kuna watu ambao wanatabiri mambo maofu kuhusu taifa letu. Kuna watu wakiamuka wanaongea mambo machafu kuhusu taifa letu. Kuna watu ambao mipango yao yote, hakuna mipango ya kupeleka Kenya mbele, ni kudunisha taifa letu la Kenya. Kuna hata wale watu, they imagine that Kenya is a failed state. We want to tell them, shame on you. Kenya is not a failed state. Kenya is a blessed nation. Kenya is a great nation, and we are going places because we believe in ourselves, we believe in God, and we believe in our country. Sio kama tunaelewana jameni. Unajua kuna watu unasikia viongozi wengine wanaongea, unashangaa, why are they leaders? If they don't believe in this country, they believe nothing good can come out of Kenya, why do you want to be leaders in Kenya? Give us a break. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? So mimi nawauliza wananchi, kuna manabii wa uongo wengi. Tunaelewana? So we want to work together. And I am very confident that working together we can go places. Neno la Mungu kwa Zaburi 133 mstari wa 3 inasema, how good and how pleasant when brethren live
together in unity. Yaani Mungu anasema ni ajabu kiasi gani ndugu na dada wakiishi kwa pamoja. Ndio sababu tumeungana katika serikali ya mapana na marefu ya broad based, kwa sababu hivyo umoja ndio mapenzi ya Mungu. Na mstari wa 3 kwa hiyo Zaburi 133 inasema mahali kuna umoja, mahali kuna unity, God commands a blessing. Mungu anaamrisha baraka. When we are united, we can be blessed, we will be blessed. That is what God promises our nation. Kwa hivyo nawauliza ndugu zangu wote, ma MCAs, wabunge, magavana, mawaziri, kila mmoja wetu tuungane, tushirikiane. Kenya hii ni nchi ya maana sana, na Kenya hii tunaweza kupeleka mbele. Na watoto wetu wote na kina mama na wazee, we can all be united and take our country forward. Kwa hivyo ndugu zangu watu wa Vihiga, mimi nasema asante sana kwa kunikaribisha. Nimepata barua kutoka hawa wahubiri na wamesema wanataka tuwe na kongamano mapema mwaka ujao, na mimi nataka niwaambie niko tayari. Niko tayari. So tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mambo yale mengine mengi ambayo tutakuja kusema wakati mwingine, but I'm truly happy, I'm proud. Najua wakati nilipata mwaliko wa askofu nikuje hii sherehe, nikatafuta hii kofia yangu nilikuwa nimepatiwa pale mbeleni. Nikasema hii kofia lazima niende nayo. Si ndio? Ama si ndio? Ndio nikae kama mtu ya divine. Unajua mimi ni mtu wa kanisa la AIC. Sasa AIC na ADC si mnaona inakaribiana hapo, imekosana tu mahali moja. So tuendelee namna hiyo. So otherwise ndugu zangu watu wa Vihiga, nasema asante sana kwa kutupokea hapa leo. Kazi zile zingine zote nimekubaliana na mbunge wenu bwana Gimose, nimekubaliana na yeye tutawajengea stadium kidogo hapa ya Misi, tutajenga affordable housing hapo, tutajenga markets hapo, tutajenga hiyo maneno yote. So we are all moving in the same direction and we are all together. Asanteni sana kwa kunipatia pia marafiki wa kufanya kazi na wao. Huyu Prime Cabinet Secretary yuko hapa, ananisaidia kazi ya kuendesha serikali. Niko na Waziri Oparanya hapa, ndiye ananisaidia kupanga mambo ya cooperatives. Na ndugu yetu ama dada yetu sasa hapa, Madam Mbunya amejoin team yangu. Sasa tunasukuma kurudumu pamoja na yeye, na hawa ni watu wa kutoka hapa Vihiga. Si namna hiyo? Na wale wengine wote. Na wewe Peru, wewe ni mkurugenzi wa mambo ya maji. Usiwe unangojea mpaka bishop anakuja kuniuliza maji na mimi nishakuweka bodi ya maji. Wewe panga ya maji ya hapa. Ama namna gani? Si yeye ndio mkurugenzi wa Lake Victoria maji? Sasa wewe wacha kusumbua mimi. Askofu asiniulize. Akiniuliza tena nitatafutana na wewe. Si namna hiyo jameni. Lakini otherwise asanteni sana ndugu wananchi wa hapa, ninawapenda sana. Maneno yale mengine yote nafikiri tumeyashughulikia. Asante sana, Mungu awabariki, na orio muno, Nyasaye amulinde. Mungu awabariki.